Kama hili linaelezwa kwamba wananchi Yanga wangali wakiwafukuzia viungo ushambuliaji wa kutumainiwa wa watani wa jadi Wekundu wa Msimbazi Simba, Elie Mpanzu Kibisawala, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Morris Abraham, mchezaji wa kimataifa wa Tanzania, basi itakuwa ni habari njema sana kwa wananchi Yanga, lakini ni pigo kwa benchi la ufundi la Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu wachezaji hao wawili wamekuwa na mchango mkubwa kwa Wekundu wa Msimbazi Simba katika msimu wa 2025-26, na kwa sababu hiyo wakijiunga na Yanga wote kwa mpigo, maana yake wanakwenda kuiongezea Yanga silaha nyingine katika eneo la ushambuliaji. Elie Mpanzu Kibisawala, Morris Abraham ni viungo wa ushambuliaji. Wanapopangwa uwanjani wote wawili wanaweza kucheza kwa pamoja kama wanavyotumika hivi sasa ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mmoja anaweza kupangwa kutokea upande wa kulia kwa maana Morris Abraham, mwingine kutoka upande wa kushoto kwa maana Elie Mpanzu Kibisawala, katika muundo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili wa ukabaji, viungo watatu wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Elie Mpanzu Kibisawala guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Anapotokea upande wa kushoto, manake hupata nafasi ya kuingia ndani, kuliona lango la wapinzani, kupiga mashuti ama kutoa pasi zile tunasema pasi mshazari, diagonal passes. Vivyo hivyo ndivyo kwa Morris Abraham ambaye guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto. Anapotokea kulia kama winga wa kulia, maana yake yeye ni inverted winger kama ilivyo kwa Elie Mpanzu Kibisawala, kwa maana kwamba anatoka upande ambao mguu wake wenye nguvu haupo huko, kwamba akitokea upande wa kulia akitegemea zaidi guu lake lenye nguvu la kushoto, maana yake anaingia ndani kutoa nafasi kwa beki wa kulia kama Shomari Kapombe ndani ya Simba hivi sasa, kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja, kisha yeye kuingia ndani kupiga mashuti kwa ajili kwa sababu ya kutafuta fursa ya kufunga ama kutoa pasi kwa wenzake, hizo tunazoita diagonal passes. Lakini wakati mwingine huyu Morris Abraham amekuwa na madhara makubwa akicheza nyuma ya mshambuliaji kinara, amekuwa na uwezo huo pia kama nambari 10 pale inapobidi. Lakini Mpanzu pia, ingawa kwenye makaratasi huonekana zaidi akitokea upande wa kushoto, ana uwezo wa kuingia ndani na muda mwingi huonekana ndani akitoa nafasi kwa beki wa kushoto. Kwa hivi sasa tunazungumzia Anthony Mligo, tunazungumzia Nabi Kamara anapocheza upande wa kushoto, kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja, yeye kuingia ndani. Kwa ujumla, miongoni mwa silaha za Simba kwa msimu wa 2025-26 ni hawa wawili wanaopata nafasi ya kucheza. Uwezo wa kupokea mpira wa kwanza kwa sifa zinazofanana, kupiga chenga, kupiga mashuti, kuwa direct, kwenda moja kwa moja kulifuata lango la wapinzani, kuwafuata wapinzani na kusababisha umbile la kiulinzi la timu pinzani kuparaganyika ni miongoni mwa sifa zao. Wakati mwingine wanaweza wasifunge, wanaweza wasitoe assists, lakini purukushani zao katika kuleta madhara kwa wapinzani huwa ni muhimu sana, hasa katika kuvuruga shepu ya ulinzi ya timu pinzani na hivyo kuwezesha timu yao kufanya mashambulizi ya kufikia golikipa wa timu pinzani. Lakini wana sifa nyingine muhimu zaidi, kwamba mpira unapopotea wao ni wapambanaji haswa. Lile jukumu la kupigania mpira ambao sasa upo kwenye himaya ya wapinzani, wao si miongoni mwa wachezaji wa ubunifu ambao ni wavivu, ndio hubadilika popote walipo na kuwa walinzi shupavu, kuanzia katika eneo la mwisho, kwa maana kwamba kwenye final third, eneo la mwisho la timu yao wakati wanashambulia, katikati na nyuma, popote pale hugeuka kuwa wafuatiliaji wazuri wa mpira. Katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu kwenye kundi la D, Simba ijaanza vizuri, imepoteza mechi zote mbili. Mechi ya kwanza imefungwa nyumbani na Petro Atletico ya Angola. Mechi ya pili imefungwa ugenini mabao 2-1 na Stade Malien ya kule nchini Mali. Kwa mechi ya kwanza walifungwa 1-0 na Petro Atletico. Sasa pamoja na kufungwa kwao, miongoni mwa wachezaji ambao walipokuwa uwanjani walionyesha kiwango bora sana ni pamoja na Elie Mpanzu Kibisawala, ni pamoja na Morris Abraham. Katika mechi waliofungwa 2-1 kwa mfano Simba dhidi ya Stade Malien, Mpanzu katika dakika ya kwanza tu ya mchezo alifanya kile nilichotoka kuelezea, kwamba kutokea upande wa kushoto aliingia ndani akapiga shuti zuri lilimshinda golikipa wa Stade Malien, lakini likaenda kugonga nguzo na kurejea uwanjani, ikiwa ni miongoni mwa yale makali yake. Lakini huyu Morris Abraham naye katika mechi hii alicheza vyema sana kila mara alipopata mpira. Mpaka sasa katika ligi ya mabingwa, ingawa wao wako mkiani kwenye kundi la D wakiwa wameruhusu mabao 3, wamefunga bao 1, lakini miongoni mwa wachezaji walionekana kufanya vizuri ni pamoja na hawa wawili.
hasa katika eneo la upiganiaji wa mpira. Morris Abraham mpaka sasa ameshapigania mipira na kufanikiwa kuipata mara 2, tunasema ile ball recovery katika mechi 2. Mpanzu ameshapigania mipira na kuipata mara 3. Hili ni eneo lingine ambalo kocha yeyote ndani ya kundi la Msimbazi Simba atakayepata nafasi, maana hivi sasa Simba baada ya kuondoka kwa meneja Dimitar Pantev inaongozwa na kocha wa muda, inaongozwa na kocha Suleiman Matola ambaye hapo kabla alikuwa anachukuliwa kama kocha msaidizi. Mpanzu, Morris Abraham wamekuwa wakiwaletea madhara hata wapinzani katika ligi kuu Tanzania bara, ambao Simba wamecheza mechi 5, wameshinda 4, wamepoteza mechi 1 ya mwisho waliofungwa 2-0 na Azam, katika mechi ambayo Mpanzu unaweza kusema ilikuwa tu siku yake nzuri kwa sababu alifanya mambo mengi kwa usahihi. Simba waligongesha nguzo mipira 2 katika mechi hiyo waliofungwa mabao 2-0. Mipira hiyo yote ilitokana na jitihada za Mpanzu, akipiga mashuti mazuri yaliyomshinda golikipa Zuberi Foba, lakini yote akagonga nguzo. Mpanzu msimu uliopita Simba wakati wakifika fainali ya kombe la shirikisho la CAF mechi 12, yeye cheza mechi 9, maana alijiunga na Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo. Mechi hizo 9 Mpanzu alifunga bao, alitoa assist 2, alichangia mabao 3 kati ya mabao 12 aliyofunga Simba kuanzia hatua ya makundi mpaka fainali, jumla mechi 12. Lakini Mpanzu alikuwa ni mchezaji ambaye aliwapita wachezaji wote, sio tu wa Simba bali pia wa klabu nyingine 16 zilizofuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho msimu uliopita mpaka fainali ambayo Simba alicheza dhidi ya RS Berkane katika eneo la kufanya majaribio ya kufunga, ndio kupiga mashuti. Mpanzu alipiga mashuti kwa wastani yaliyokuwa na idadi kubwa kuliko wachezaji wote. Kwa ujumla kwenye mechi 9 alizocheza alipiga mashuti yaliyolenga shabaha 8, lakini kwa ujumla alikuwa amepiga mashuti 31 Mpanzu. Lakini kwenye kudribble mipira alikuwa ni mchezaji anayedribble mipira zaidi kuliko mchezaji yeyote kwa wastani kwa mechi. Kwenye mechi hizo 9 Mpanzu alidribble mipira, alikokota mpira mara 44 akafanikiwa mara 32. Huu uwezo kukota mipira ni sifa mojawapo ya kuwafanya wapinzani wavurugwe katika shepu yao ya kiulinzi, jambo ambalo pia Morris Abraham amekuwa akilifanya katika ligi kuu Tanzania bara. Mpanzu ingawa alijiunga na Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo, kwa ujumla alichangia mabao 10, ndio akifunga mabao 4, akitoa assist 6. Eli Mpanzu kibisawala. Sasa Mpanzu na Morris Abraham kwa sifa hizi nilizotoka kuzielezea, kama kweli tetesi hizi zinahusisha na Yanga na wakatua kweli Yanga, maana kocha wa Yanga Pedro Gonçalves atafurahi sana yeye na benchi lake la ufundi, kwa sababu wataongezewa nguvu katika eneo lao la kiungo cha ushambuliaji na washambuliaji kwa ujumla. Ni kwa sababu mbali na sifa hizi zilizoelezea, Pedro Gonçalves cheza yake imeonekana hasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi 2 aliyoshinda dhidi ya FAR Rabat kwenye uwanja New Amaan Complex visiwani Zanzibar 1-0 wakati akicheza nyumbani, lakini pia ugenini dhidi ya JS Kabylie kule Algeria akitoa suluhu. Miongoni mwa silaha zake ni kuhakikisha kwamba anaanza kukabia juu, yani kama kunaitwa kupaki basi ni low block, kabia kutokea chini kwenye eneo lenu. Yeye ukabaji wake, timu yake inaanza kukabia kati mwa uwanja na juu kwenye final third kule kule kwa wapinzani. Ni kwa sababu hiyo ndio maana Pedro Gonçalves anawezesha timu pinzani kuiachia imiliki mpira, yeye akimiliki mpira kwa muda mfupi lakini wenye madhara zaidi kwa kufika zaidi kwa wapinzani. Mechi dhidi ya FAR Rabat Yanga walimiliki mpira 51%, FAR Rabat walimiliki mpira 49%. Yanga walipiga pasi kwa ujumla 369 zikafika 288. FAR Rabat walipiga pasi 364 zikafika pasi 283. Kwa hiyo kwenye pasi zililingana, lakini Yanga kwa staili yake ya kukabia juu na kwenda moja kwa moja kuwa direct, aina ya uchezaji wa Mpanzu na Morris Abraham, ilipiga mashuti 15 kuelekea lango la FAR Rabat, huku FAR Rabat dakika 90 wakipiga mashuti 5 tu. Katika mashuti 15, 9 akilenga shabaha wakifunga bao moja. FAR Rabat mashuti 5, mawili yalikuwa blocked, kwa hiyo 3 ndio yaliruhusiwa kupigwa kwa kufika, lakini yaliolenga shabaha ilikuwa na shuti moja tu kwa dakika zote 90. Kwa hiyo unaona umiliki wa mpira unafanana, lakini style yake ya kucheza kukabia juu na kwenda moja kwa moja ndio ambayo inamfanya Pedro Gonçalves na Yanga yake wafike zaidi kwa wapinzani. Ni mechi ambayo kwenye eneo lake Yanga mpira ulichezwa kwa 24% tu, lakini kwenye eneo la FAR Rabat ulichezwa kwa 35%, ikiwa ni miongoni mwa mbinu zake.
Sasa wachezaji wake wa kiungo cha ushambuliaji kama Pedro Pacome Zouzoua ndio walikuwa wanaongoza kwa kupora mipira, ingawa wao ni viungo wa ushambuliaji, ndio washambuliaji. Ni kwa sababu ya kucheza kwake zaidi eneo la juu. Kwa mfano katika mechi hiyo dhidi ya FAR Rabat Zanzibar, aliongoza kupora mipira alikuwa ni Pacome Zouzoua, akipora mipira 9, ingawa yeye aling'ara sana katika kufanya atakacho kuelekea lango la FAR Rabat. Watu wengi umwangalia Pacome anapokuwa na mpira, kupiga chenga, kudribble, kutoa pasi na kufunga, lakini eneo hili la kunyang'anya mipira, kupoka mipira ndio silaha kubwa ya Pedro Gonçalves katika kuwaletea madhara wapinzani, jambo ambalo ulifanya pia Djuka Abuya, ulifanya pia Celestine Ekwa, Maxime Pierre Nzengeli, wote wanaopata nafasi ya kucheza kutokea eneo la kati la uwanja kuelekea kwa wapinzani wamekuwa na jukumu hili la kupora mipira kule kule juu. Mechi dhidi ya JS Kabylie iliyoisha kwa suluhu, Yanga walimiliki mpira kwa 67% tu. JS Kabylie wenyeji kule Algeria walimiliki mpira kwa 63%. Lakini ni mechi ambayo iliisha kwa suluhu. Ni mechi ambayo aliongoza kupora mipira alikuwa ni Djuka Abuya, alipora mipira 7. Wa pili alikuwa Maxime Pierre Nzengeli aliyepora mipira 6. Pacome Zouzoua alipora mipira 5. Kwa ujumla Yanga nzima anayeongoza kupora mipira ni Pacome Zouzoua aliyepora mipira mara 14 katika mechi mbili, ingawa yeye ni kiungo ushambuliaji. Sasa akimpata Mpanzu, akimpata Morris Abraham, maana yake silaha nyingine hii anayotumia sana katika kuwabana wapinzani kwenye eneo lao, akilinda kutoka kwenye eneo la wapinzani ama eneo la kati, maana yake atakuwa na silaha nyingine katika kupora mipira. Msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho, Mpanzu Simba mechi 12, yeye kwa mechi hizo 9 alipora mipira mara 41 Mpanzu. Kwa hiyo Pedro Gonçalves akiwapata wachezaji hawa wanaenda vyema kabisa kulingana na namna anavyotaka Yanga yake icheze kwa mfumo ule ule wa baada golikipa, walinzi 4, viungo ile ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini hawa viungo 3 ushambuliaji wanakuwa na madhara makubwa kwa wapinzani, sio tu pale Yanga inapokuwa na mpira kwenda kushambulia, lakini pale Yanga inapopoteza umiliki wa mpira, wao hawa watatu wanakuwa nyuma mshambuliaji kinara, ndio huongeza shinikizo kubwa katika kupora mipira, na ndio maana Pacome Zouzoua yuko juu katika kupora mipira. Ndio maana Celestine Ekwa katika mechi dhidi ya JS Kabylie alipora mipira mara 2. Ndio maana Djuka Abuya kiungo pale katikati amekuwa akipora mipira zaidi kuliko mabeki wao, kuliko akina Israel Patrick Mwenda, kuliko Shadrack Issa Kaboka, Mohamed Hussein Shabalala, kuliko Ibra Baka, kuliko Dickson Job, kuliko Bakari Nondo Mieto wala Frank Asengi, kwa sababu kazi hiyo huifanya eneo la kati na eneo la mwisho. Kwa hiyo akiwapata hawa, maana yake Yanga itazidi kuwa hatari zaidi kuelekea kwa wapinzani katika kushambulia. Yanga itakuwa imara zaidi katika kuzuia, kwa maana kwamba hata sasa katika ligi ya mabingwa ni timu 2 tu hazijaruhusu wavu wao kutikiswa mpaka sasa, ambazo ni Pyramids, mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa barani Afrika, wakilitoa tajiri msimu uliopita 2024-25, wao hawajaruhusu bao mpaka sasa baada ya kucheza mechi 2. Yanga ndio timu nyingine haijaruhusu wavu wake kutikiswa katika mechi 2. Na hivyo katika timu hizo 2 ni Pyramids na Yanga. Ni kwa nini hawajaruhusu? Ni pamoja na aina yao hii ya uchezaji ambao viungo wake ushambuliaji, tofauti na mashabiki watazamaji ambao huangalia zaidi madhara yao wanapokwenda kushambulia, kuna hili lilojificha ambalo benchi la ufundi la Yanga chini ya Pedro Gonçalves ndo wanalijua zaidi, kwamba hawa viungo ushambuliaji ndo wazuiaji zaidi, ndo wanaongoza kupora mipira. Ndio siri ya Pedro Gonçalves katika kuwaletea madhara wapinzani wake. Sasa Mpanzu, Morris Abraham wanafiti moja kwa moja kwenye mfumo wa Pedro Gonçalves pindi akiwapata. Lakini kwa Simba itabidi wafanye kazi ya ziada benchi la ufundi, endapo taarifa hizi zitakuwa za kweli, kwamba waingie sokoni wapate wachezaji wenye ubora wa hali ya juu kama hawa wawili au kuwazidi, kwa maana vinginevyo watakuwa wamepungukiwa na kitu, kwa sababu hawa wawili ni miongoni mwa wale ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana katika kutekeleza majukumu ya kushambulia na kuzuia. Wanasababisha amsha, wanasababisha safu ya timu pinzani kwenye ulinzi kuvurugika kimpangilio, na hivyo kutoa fursa kwa wengine kulifikia lango la wapinzani. Na ndio maana Simba ingawa wamepoteza mechi 2 zote kwenye kundi lao la D, lakini ni timu ya pili kwa kupoteza nafasi za wazi za kufunga, na ndio tatizo linalowafanya Simba kwa kiasi kikubwa wawe mkiani kwenye kundi lao la D. Ni kwa sababu Esperance de Tunis wanaongoza kupoteza nafasi za wazi za kufunga, nafasi 8. Timu ya pili
ni Simba ambayo imepoteza nafasi za wazi za kufunga 5. Miongoni mwa wanaotengeneza nafasi hizi ni pamoja na hawa Eli Mpanzu Kibisawala na Morris Abraham. Swali tu ni kwamba je, Simba kweli watakuwa tayari kuona wachezaji wao hawa nyota waondoke katika kipindi hiki na hasa kwenda kwa watani zao jadi Yanga? Na je, taarifa hizi ni za kweli ama ndo zile watani hao jadi wamekuwa na kawaida kupigishana shoti na kutiana pressure? Hilo ni swala la kusubiri na kuona. Lakini wakijiunga na Yanga pia kuna changamoto zake. Kwenye namba wanazocheza Yanga na wachezaji wengi sana wazuri. Wao wakiongezeka, maana yake ushindani unakuwa mkubwa. Wakati mwingine utafanya hata benchi la ufundi kuwa na muda wa ziada wa kufikiri juu ya nani aanze, nani asianze, kwa sababu ni eneo ambalo anapatikana Pedro Pacome Zouzoua. Nazungumzia viungo watatu ushambuliaji. Ni eneo ambalo anapatikana Mohamed Momodumbia, anapatikana Lassine Kouma, anapatikana Ofen Chikola, anapatikana Celestine Ekwa, anapatikana Faridi Musa, anapatikana Dennis Nkane, Edmund John pia kucheza eneo hilo, Maxim pia Zegeli kucheza eneo hilo. Nani awapisha wawili? Na hasa kwa Mpanzu ambaye ni mchezaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kanuni za ligi kuu Tanzania bara, wachezaji wa kigeni mwisho 12. Yanga tayari inao. Nani atatoka kwa mfano ili ampishe Mpanzu? Hilo bila shaka benchi la ufundi la Yanga, Pedro Gonçalves akishirikiana na uongozi wa Yanga watakuwa wanafahamu. Lakini ni kwamba ushindani huu wakati mwingine ni afya kwa timu, wakati mwingine unaweza ukazua figisu, na hasa kwa wale ambao watakuwa wapati nafasi ya kutosha ya kucheza. Ni kweli ni professionals, wao ni weledi, wanajua kwamba siku zote lazima mshawishi mwalimu ilipate nafasi, lakini yaweze ikawa chanzo cha kuwa na figisu na wachezaji wengine kujiona kwamba wapo ndani ya Yanga lakini hawapati nafasi ya kucheza. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazila. Bye bye.